between the time IEBC announced William Ruto as president and the day he was sworn in, pale katika police air wing pale Wilson, ndio pesa ilikuwa inaletwa na magunia, inawekwa kwa ndege, inapelekwa kwa mtu nyumbani, inapelekwa kwa mwingine. Ni semi na matamshi yake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye leo hii amepasua mbarika jinsi Rais William Samoei Ruto akishirikiana na hayati Wafula Chebukati aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru na mipaka nchini IEBC walivyoiba kura, huku Chebukati akizawidiwa mabilioni ya pesa. Gachagua ameyazungumza haya baada ya baadhi ya wabunge kutoka chama cha UDA na ODM kusukuma na kutaka kiongozi huyo akamatwe na maafisa wa DCI, wakimtuhumu kwamba alileta wahuni katikati mwa jiji kutoka Kiambu na eneo la Mlima Kenya, ambao waliharibu mali na kupora vitu vya dhamana ya mabilioni ya pesa kwenye maandamano ya Juni tarehe 25, siku ya Jumatano, wakati wa makumbusho ya waliofariki mwaka uliopita kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Mtazamaji wangu, hakuna siri ya watu wawili. Kwa hiyo ikiwa unafanya kitu na mwenzako, basi atakuja kukuexpose siku moja. Chebukati, mtazamaji wangu, utakumbuka the Cherera 4 walikana matokeo hayo ya IEBC ya mwaka 2022, ambapo Chebukati alimtangaza Rais William Samoei Ruto kama mshindi. Kulingana na Gachagua, Raila Odinga ndiye aliyeshinda kura hizo na akaibiwa wazi. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, huko sehemu hizi zikiendelea kuibua hisia mseto kote nchini, wengi wakijiuliza Jacom amepimwa, amedanganywa na vile amewekwa mfukoni na Ruto, licha ya kwamba yeye ndiye angefaa kuongoza taifa hili kwa miaka 5. Na nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi, usikane mbali. Hapa ndipo nyumbani, kituo nambari 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani.